Habari za jioni jamani. Nianze kuwashukuru watu wote walioshiriki. Pili ni washukuru wachezaji ambao wameweza kushiriki kuanzia siku ya kwanza Ijumaa mpaka leo Jumapili. Lakini pia nimshukuru sponsor. Kiukweli ni muda mrefu tumeiandaa, sema tu kwa sababu ya shughuli nyingi ndio maana tukawa tumechelewa. Lakini niseme tu mwaka huu kama tumeifanya kwa udogo hiki, lakini naamini mwakani naweza tukaifanya kwa ukubwa zaidi. Kwa hiyo tunakushukuru sana brother, na usituchoke. Ulichokifanya ni kikubwa sana kwenye mchezo. Mimi naweza kusema kwamba hii ni zawadi kubwa kutokea Tanzania. Zawadi ya kumtengeneza mtu kutoka hatua moja aliyokuwepo kwenda nyingine ni kitu kikubwa sana. Tushatoa TV hapa, tushatoa nini, lakini sioni kama ni kubwa kama hiki ambacho kimetokea leo. Cha tatu, Donya, kama ulikuwa unategemea kuweka bondi ili duka utaweka. Kama ulitegemea utaliuza ili duka hautaliuza, kwa sababu umelipata kwenye pulu na sisi ndio chama cha pulu. Tuna jukumu kulilea kuhakikisha haudondoki. Kwa nini nasema hili? Cha kwanza, tutaweka mpango kuhakikisha kukufundisha kuingia kwenye biashara. Kwa hiyo tutakutafutia session kuhakikisha unaenda kusoma ujue maana ya biashara. Lakini pia tutamsaidia kwa maana kuangalia taratibu za kiserikali zikoje. Ukiwa na biashara unatakiwa nini ufanye, ni vitu vya awali kabisa, kwa sababu utakabidhiwa, tutakwambia tarehe ya kukabidhi. Kwa hivyo ni vitu vya awali, lazima tukusaidie, tukuelekeze na uanze kuwa mlipa kodi sasa. Kwa sababu unapata, basi wewe ni mlipa kodi sasa. Kwa nini nalisema hili? Wengine mjisikie wivu kwamba huu mchezo sio wa kubahatisha. Inasikitisha sana, mtu unakuja kugombania duka, unakuja kugombania kuhusu maisha yako, lakini unakuja kulalamika umechelewa. Nashukuru sana, nimewasikia wote mnalalamika mmechelewa, lakini niliwaambia kazeni hapo hapo. Mimi ndio niliokaza. Huo ndio ukweli. Yaani huwezi kuja kugombania duka alafu eti tunachelewa. Hiyo kitu haipo. Kwa hiyo lawama zote mwanangu baddest, hivyo baba. Lawama zote nihamishie mimi. Kwa hiyo hii inamaanisha jamani, tuwe serious. Huu ni mchezo, lakini kesho na kesho kutwa unaweza kupeleka sehemu nyingine. Leo Tonya anaweza akapewa duka la milioni 8, milioni 6, lakini unajua baada ya mwakani atakuwaje. Lakini sio hivyo tu. Tonya anaweza akafanya biashara sasa hivi akiwa hana mtaji. Maanake hao jamaa wanaweza kukupa mzigo hata wa milioni 50. Wewe uwauzie, chukua kamisheni yako, umepata. Ndio maana tunakupeleka shule ili ujue namna ya kufanya hizo biashara. Ukiwa na eneo manake unafanya biashara. Kwa hiyo wachezaji na wale ambao wanamiliki wachezaji, hii ni fursa kwa vijana wetu. Sio tu kujisikia raha wewe unakuita bosi kila siku na kesho na kesho kutwa wewe mabosi. Haya maisha ni kusaidiana. Wewe unafanya sehemu yako na wao wafanye sehemu yao, wakawasaidie familia zao. Kingine, kwa upande wa chama, tupo kwenye wakati wa kutengeneza katiba yetu. Nawaomba sana wadau wa pulu, wachezaji, sasa wachezaji mpo kimya sana, lakini eneo linawahusu sana nyie. Katiba ni msingi wa mchezo huu wetu, kwamba kesho na kesho kutwa mimi sitakuwepo, anayekuja pale anakuja kufanya kitu gani, ndio katiba inasema. Sasa hii ni wakati wa kushiriki kwa kusaidiana na ile kamati kuhakikisha tunapata kitu bora. Hiki chama natakiwa kiwe chama ambacho chenyewe kinaweza kujisimamia. Kwa hiyo huu ni wakati wa kusema wewe unaona kitu gani kiwekwe. Then kuna watu watakaa, wale watu wote tuliwachagua ni watu makini na wanasheria. Kuna watu hawaongei pale lakini wanasheria na wanafanya kazi zao. Kwa hiyo maoni yenu yatasaidia kuingia kwenye katiba na mwisho wa siku tukapata katiba bora sana. Ikasaidia mchezo wetu kesho na kesho kutwa. Huyu Akibuga hayupo, Poa hayupo, mimi sipo, hata wewe mdogo ukaja ukawa kiongozi, lakini kwa sababu kuna taratibu nyuma ambazo zimeshawekwa nzuri na katiba ambayo imesimama, basi tukafika sehemu ambayo kila mmoja anaitegemea. Kwa hiyo niwaombe sana ndugu zangu, tuendeni tukashiriki kuitengeneza katiba yetu. Katiba yetu ndio msingi wa kuweza kusimamia kila kitu. Na uzuri zaidi, ile kamati tumeipa mamlaka pia ya kutengeneza kanuni na taratibu za mashindano. Kwamba kesho na kesho kutwa mtu anakuja na shindano lake, chama kinampa kanuni ya mashindano. Alafu yeye katika kanuni sasa aseme kipi hawezi na sisi tuone. Je, kama hawezi iko basi usichezeshe hayo mashindano yako.
Nini maana yake? Tuwe uniform. Mashindano yakifanyika Njombe, Iringa, Arusha, wote tuwe kwenye msimamo mmoja, na sio mtu anaamka nyumbani kwake huko kagombana na mke wake au mume wake anakuja kutuletea taratibu ambazo hazipo kwenye mchezo. Kwa hiyo niwaombe sana, tushirikiane kwenye hilo kuhakikisha tunatengeneza mchezo wetu bora. Nisiwachoshe. Leo tutatoa zawadi. Nafikiri ukitoa timu kuna utaratibu mliweka. Kama chama tuna jukumu la kukabidhi duka lako, kwa sababu mdhamini ashatuambia kila kitu, nini kinatakiwa kifanyike, tuandae utaratibu Bwana Tony. Lakini siku ya kukabidhi duka itakuwa ni tafrija, tutaalika hata watu ambao kutoka nje ili ionekane Pulu ni sehemu. Basi tutatamani sana ndugu zetu tuhudhurie na twende pamoja kukalikabidhi hilo duka la mshindi wetu. Na kwa washindi wengine hapa, mimi nina cheki. Sasa huyu ni sponsor ambaye anajielewa, sio analeta keshi hapa, mwisho wa siku anatoka hapa mchezaji buku ana wamemuungia na madeni sio wapi. Cheki hapa jamani. Kwa wale wote washindi tutawasiliana, tutawaambia tutaenda benki, tutachukua hizo hela then tutakuja kuwakabidhi marefali wa leo. Na organizers walikuwa Abeli Dau, Jaki na kiongozi Akidizo pale. Mimi binafsi kwa upande wa chama niwashukuru sana. Kiukweli mmeonyesha nia bora ya kusimamia mashindano haya, yameenda vizuri. Pia marefali nyie wote bora kabisa. Naamini kwa kuanza kwenu nyie tunaweza tukafika hatua tukapata marefa wengi zaidi na bora, na tukawaandalia hata sare angalau ionekane kweli nyie ni professional. Mimi nasema mnafanya kazi kubwa sana, na kama chama tunawapongeza, lakini tutajitahidi kuona namna gani na nyie mwe sehemu ya kunufaika na mchezo. Basi kwa kusema hayo, jamani, nishukuru sana. Kwa wale wenye kucheza, endeleeni kucheza, lakini washindi niwapongeze sana. Washindi sio wanajulikana au Tonya umekuja na Kigoma? Basi washindi piteni, hata tupe mikono washindi. Tuanze na namba 4. Namba 4 hawezi kuwa mshindi jamani, au namba 4 yupo single? Oya, namba 4 hizi za timu wote mmesikia. Hongera sana bwana. Huyo ni Komelota, mshindi wa 10 kwa upande wa single, lakini zawadi ni cheki. Mshindi wa 3 last ball Janja, huyu Janja mdogo huyu. Hongera sana bwana. Mshindi wa 2 Kiande. Kiande yupo kweli? Kiande mkazaga. Come on right. Hongera baba. Hongera sana baba. Ya picha bwana. Hongera baba. Namba 1 Festo Yohana baba jile. Basi timu namba 2, namba 2 Skylight, kapteni kwa wa mwisho. Wewe sio kapteni, atukupi wewe. Kapteni sasa utawakabidhi kaka.
Basi namba moja, mshindi namba moja. Basi kwa kusema hayo niseme, ndugu zangu, nashukuru sana.